Naam, salamu Allahi ala al-ikhwa. Tukiwa na mwendelezo wa masomo yetu ya namna ya kujifunza kuzungumza lugha fasaha ya Kiarabu, na mpaka sasa tukiwa katika mwendelezo mzuri kwa wenyeji wanafahamu mwendelezo ambao tunaendelea nao, na wageni karibuni sana, na sita kuwakaribisha kwa sababu ni muhimu sana kujifunza katika vitu ambavyo hatuvifahamu. Hivyo basi kwa wageni karibuni sana nakaribishwa, na vile vile kwa ushauri kwamba msiache kusubscribe. Utakapo subscribe basi utaweza kuwa mwanafunzi rasmi katika darasa letu la kujifunza kuzungumza lugha fasaha ya Kiarabu. Naam, kwa wageni wanafahamu ni kwa namna gani tumeweza kujifunza au ni kwa namna gani tunaweza kujifunza kwa njia rahisi mno ya kuzungumza lugha ya Kiarabu. Sehemu ambayo tumeishia mpaka sasa ni sehemu ya uundaji au utengenezaji wa sentensi, ambao katika somo letu la lugha ya Kiarabu tuliuita kwamba binaul jumlati au takwinu al-jumla. Binaul jumlati au takwinu al-jumlati. Binaul jumla, takwinul jumla. Binaul jumlati au takwinul jumla, haya ni maneno ya lugha ya Kiarabu ambayo tumeyaunda na tukayaweka kuwa ni kichwa cha habari cha somo letu ambalo tunaendelea nalo kwa sasa. Binaul jumlati takwinu al-jumla. Na maneno haya nilishayatolea maelezo katika masomo au katika video za madarasa au video za masomo yaliyopita. Hivyo basi kwa wenyeji si mageni kwao, lakini kwa wageni watajaribu kufuatilia masomo yaliyopita, watafahamu ni kwa namna gani tumeweza kuyatolea maelezo kwa uwepesi zaidi. Katika uundaji wa sentensi au utengenezaji wa sentensi binaul jumlati au takwinu al-jumla, somo lililopita tumeweza kuanza na kipengele cha hurufu lati takhtassu bil af'al, au kwa lugha ya Kiswahili ina maana ya kwamba viunganishi ambavyo vinaingia au vinafanya kazi au ni viunganishi maalum kwa ajili ya vitendo. Viunganishi hivi vinatumika katika kitendo peke yake, nilishakitolea maelezo katika somo lililopita. Lakini kipengele cha leo ni herufi ambazo au viunganishi ambavyo vinahusiana na majina peke yake. Hurufu lati takhtassu bil asma, herufi ambazo au viunganishi ambavyo vinahusiana au vinahusishwa au vinatumika katika majina peke yake. Hurufu lati takhtassu bil asma, viunganishi ambavyo vinahusishwa au vinahusiana au ni maalum makhsus kwa majina. Hurufu lati takhtassu bil asma'i, viunganishi ambavyo vinahusiana na majina peke yake au viunganishi ambavyo vinatumika katika majina peke yake. Ieleweke ya kwamba viunganishi hivi ambavyo vinatumika katika majina peke yake haimaanishi kwamba haviingii katika jumlatu al-fi'liya. Nikisema jumlatu fi'liya ina maana ya kwamba sentensi ya kitendo au sentensi yenye kitendo. Na vile vile katika viunganishi ambavyo tulishavisoma, viunganishi ambavyo vinaingia katika kitendo, haimaanishi ya kwamba hivi haviingii katika jumlatu ismiya. Hapana. Ina maana ya kwamba inategemea na matumizi ya mtengenezaji au muundaji wa sentensi. Unaweza kuiunda sentensi jumlatu al-fi'liyatu, ndani yake ukaweka herufi ambayo inafanya kazi katika jina au kiunganishi ambacho kinafanya kazi katika jina. Na vile vile katika upande wa al-jumlatu al-ismiyatu vile vile unaweza kuweka kiunganishi au herufi ambayo inafanya kazi katika kitendo au katika al-fi'l. Hurufu al-jarri, hurufu al-jarri, herufi za jarri. Herufi za jarri. Herufi hizi za jarri ni herufi ambazo zinahusishwa au zinatumika katika majina peke yake. Tofauti na majina hazifanyi kazi.
huruful jarri, huruful lati takhtassu bil asma. Ma hiya huruful jarri? Ina maana kwamba herufi za jari ni herufi ambazo zinatumika katika majina peke yake. Kiunganishi chetu cha kwanza cha jari ni min, na huu wa mbele ni mfano wake, namna unavyoundwa na namna unavyotengenezwa. Min, jaa min Dar es Salaam, jaa min Dar es Salaam, amekuja kutoka Dar es Salaam. Jaa, amekuja, min, kutoka, Dar es Salaam, amekuja kutoka Dar es Salaam, amekuja kutoka da. Min ina maana ni kutoka au ina maana ni mwanzo wa jambo. Min, jaa min, safari yake imeanzia Dar es Salaam. Min Dar es Salaam, kutoka Dar es Salaam. Jaa min Dar es Salaam, jaa, amekuja. Hii amekuja ni kitendo cha wakati uliopita. Ukitaka kukileta katika wakati wa sasa hivi kumzungumzia yeye mwanaume unasema yajiu. Jaa yajiu, yajiu min Dar es Salaam, anakuja sasa hivi kutoka Dar es Salaam au kutoka mji wa amani. Kiunganishi chetu cha pili ni ila. Kiunganishi chetu cha aljarri ila. Dhahaba ila alqaryati, dhahaba ila alqaryati, ameenda au amekwenda mpaka kijijini. Dhahaba ila alqaryati, amekwenda mpaka kijijini. Qaryati ni jina, ni kijiji. Ila ni kiunganishi cha jarri, na kiunganishi hiki kina maana ya kwamba mwisho wa jambo au mwisho wa kitu au mwisho wa safari katika sentensi yetu. Dhahaba, ameenda, amekwenda. Mpaka wapi? Mpaka kijijini. Ina maana ya kwamba hii inaonyesha au inaashiria mwisho wa jambo, lakini katika sentensi yetu jambo ni safari. Dhahaba, amekwenda, ila alqaryati, alisafiri au amekwenda au alikwenda mpaka kijijini. Kiunganishi chetu cha tatu ni ala. Jalasa ala almiq'adi, jalasa ala almiq'adi, amekaa kwenye benchi, amekaa kwenye benchi. Jalasa ala almiq'adi. Miq'adi ni mfano wa benchi au ni benchi tunalolikalia au tunalotumia katika kustay au katika kupumzika. Jalasa ala almiq'adi, amekaa juu ya benchi au amekaa kwenye benchi. Na tukija katika kiunganishi chetu cha 4 ambacho ni fi. Ar-raisu fi al-barlamani, ar-raisu fi al-barlamani, ar-raisu fi al-barlamani. Barlaman hii ina maana ya kwamba ni bunge au bungeni. Ar-rais hii ina maana kwa Kiswahili ni raisi, raisi kama raisi tunavyofahamu. Ar-rais ina maana ni kiongozi mkuu au kiongozi mkubwa wa sehemu fulani, au mfano katika nchi yetu ya Tanzania au katika kila nchi ina raisi wake. Ar-rais, raisi fi barlamani, raisi yuko bungeni au raisi yupo ndani ya bunge. Raisi muda huu tunapozungumza na nyie ina maana yuko bungeni. Ar-rais fi al-barlamani, raisi yuko bungeni au rais yupo ndani ya bunge anazungumza na wabunge. Na kigawanyo chetu cha 5 katika somo letu la ujengaji au uundaji wa sentensi katika huruful jarri, an.
عن. أتحدث عن لغة العربية. أتحدث عن لغة العربية. Nazungumza au naongea au naongelea kuhusu lugha ya Kiarabu. Naongea, nazungumza kuhusu lugha ya Kiarabu. Atahaddath, nazungumza, an, kuhusu au kuhusiana, lugha al-arabiyyati, ya Kiarabu. Atahaddath an lughati al-arabiyyati, nazungumza au naongelea kuhusu lugha ya Kiarabu. Katika kiunganishi chetu cha 6 ambacho ni cha katika herufi za jari ni ba'u. Ba'u kama ba. Zainabu akalat bil mil'aqati. Zainabu akalat bil mil'aqati. Zainab amekula kwa kijiko. Zainab akalat bil mil'aqa. Zainab amekula kwa kijiko au amekula kupitia kijiko. Tukimalizia katika sentensi yetu ya kiunganishi cha jari ambacho ni lam. Albaytu li Muhammadin. Albaytu li Muhammadin, nyumba ni ya Muhammad. Nyumba, mmiliki wa hii nyumba ni Muhammad. Albaytu li Muhammadi. Mathalan, nikisema mathalan ina maana ni mfano. Mimsahun, hadha mimsahun, hiki ni kifutio, ni kitu tunachotumia kwa kufutia. Masaha, amefuta. Mimsahun ni kifutio kinachofuta. Hadha mimsahun, hiki ni kifutio. Liman ni cha nani? Liman ni cha nani? Hadha mimsahun limudarrisin. Hadha mimsah limuallimin, hiki kifutio au hii ufutio ni ya mwalimu. Na maana ya kwamba lam hii inabezi au inazungumzia umiliki wa kitu au umiliki wa sehemu au umiliki wa jambo fulani. Ukiziangalia kwa haraka haraka sentensi zetu hizi utagundua kwamba tumeweza kuzichanganya. Hapa kuna jumlatu fi'liya na vile vile kuna jumlatu ismiya. Jaa min Dar es Salaam. Sentensi hii ni sentensi yenye kitendo au iliyoanza na kitendo. Ina maana kwamba ni jumlatu fi'liya. Dhaba ila al-qarya, jumlatu fi'liya. Jalasa ala al-miq'adi. Jalasa ala al-miq'adi, hii ni jumlatu fi'liya. Ar-ra'isu fil barlamani. Ar-ra'isu fil barlamani, sentensi hii ni jumlatu al-ismiya. Jumlatu al-ismiya. Ar-ra'isu, raisi sio kitendo, sio harakati wala sio movement. Ar-ra'isu ni jina, raisi. Ar-ra'isu fil barlamani ni maana ya kwamba ni jumlatu ismiya. Atahaddathu an lughati al-arabiyya, nazungumza. Kuzungumza ni harakati, ni movement. Atahaddathu an lughati al-arabiyyati, nazungumza kuhusu au nazungumza kuhusiana na lugha ya Kiarabu. Kuzungumza ni harakati, kuzungumza ni kitendo, harakati za kuzungumza, ina maana nazungumza. Atahaddath ni jumlatu al-fi'liya. Atahaddathu an lughati al-arabiyya, nazungumza kuhusiana na lugha ya Kiarabu. Sasa hivi Zainabu akalat bil mil'aqa. Bi Zainab, huyu amekula kwa
kijiko, amekula kupitia kijiko. Zainab ni jina, sio kitendo wala sio harakati wala movement. Zainab ina maana ni jina. Sentensi hii ni sentensi al-jumlatu al-ismiyatu. Al-baytu li Muhammad, nyumba ni ya Muhammad. Al-baytu li Muhammad, nyumba ni ya Muhammad. Al-baytu hili pia ni jina, hili ni jina, ni neno aina ya jina. Al-baytu, nyumba, li Muhammad, ni ya Muhammad. Hivyo basi ukiangalia sentensi hizi tumeweza kuzichanganya ili kuweza ni kwa namna gani tunaweza kutumia au ni kwa namna gani tunaweza kuunda sentensi tofauti katika nyakati tofauti na kutumia viunganishi vya jarri au kutumia viunganishi ambavyo vinahusishwa au vinahusiana katika matumizi ya jina. Na pointi kuu ya kuzingatia katika somo letu la leo katika hurufu jarri au viunganishi vya jarri ni hiki ambacho nakizungumza au nakisema sasa hivi, na hii pia niliweza kusema katika somo lililopita. Min, ila, ala, fi, an, ba, lam. Viunganishi hivi vitakapoingia katika jina au vitakapotangulia jina au vitakapohusishwa au vitakapotumiwa katika jina, basi jina la mbele yake linaathiriwa na herufi, hiyo au linaathiriwa na kiunganishi hicho ambacho ni cha nyuma yake. Kuna min, kuna ila, kuna ala, kuna fi, kuna an, kuna ba, kuna lam. Inaathiriwa kivipi? Inaathiriwa hivi: ila al-qaryati, ala al-mik'adi, fi al-barlamani, an lughati, bi mil'akati, li Muhammadin. Ukichunguza na ukiangalia kwa haraka bila kupepesa macho utapata ya kwamba majina yote ambayo yameingiliwa na herufi hizi zina alama ya kasra. Jarri ina maana ni alama ya kasra. Alamatul jarri hii ina maana ni alama ya kasra. Nisha zungumza katika somo lililopita ya kwamba kila sehemu kuna uongozi. Ili mambo yaende na yanyooke na yawe sawa, lazima kupatikane uongozi au ipatikane silsila ya uongozaji, na inaweza kusaidia katika harakati au katika zile alama ambazo tuweza kusoma, au hizi alama ambazo zinakaa katika herufi fatha, kasra, dhamma. Alama zote hizi, alama kuu au alama kubwa au haraka kubwa ambayo inaongoza wenzake ni dhamma. Alama hii ni alama kuu katika lugha ya Kiarabu, na ndio maana majina yote, jina lote, asili ya jina, mwisho wake au herufi ya mwisho ni alama hii ya dhamma. Alama hii ya dhamma ni alama kuu katika lugha ya Kiarabu au ni alama ongozi katika lugha ya Kiarabu. Hivyo basi asili ya majina haya ni dhamma. Al-qaryatu, mik'adu, barlamanu, lughatu, mil'aqatu, Muhammadun. Kwa nini alama hizi hazionekani? Darussalam, Darussalami, daru, mji huu, ina maana natakiwa tuweke dhamma. Darussalam,
Kwa nini tumeweza kuweka kasra katika herufi za mwisho za majina ambayo yametanguliwa na viunganishi vya jari? Ujasiri huo tumeutoa wapi? Tumepata katika viunganishi vya jari, ili viweze kuwa sambamba na viweze kuendana viunganishi hivi na majina yake. Hivyo basi tunatoa alama kuu ambayo ni dhamma, basi tunaweka alamatul jari ambayo ni alama ya kasra. Min dari ila alqaryati ala mik'adi fi albarlamani an lughati bin mil'akati li Muhammadin. Mpaka hapo nafikiri tunazidi kuelewana na tunazidi kuwa sawasawa na tunazidi kuwa pamoja. Kama huja subscribe basi usijilaumu, hakikisha una subscribe, muda bado upo wa kujifunza. Usiache kujifunza, kwa kuwa umeshazaliwa, umeshakuwa mwanadamu, umeshakuja duniani. Hakikisha unajifunza katika kila ambacho ukifahamu kwa njia yoyote ile, hakikisha unafahamu. Hivyo basi kama hujaelewa au kama somo halijaeleweka au kuna video ya somo ambayo haijaeleweka, utaweza kucomment katika video hiyo na sisi tutaweza kukujibu au tutaweza kutoa maelekezo kwa urahisi na kwa undani zaidi, ili tuweze kuwa pamoja katika safari yetu ya kujifunza kuzungumza lugha fasaha ya Kiarabu. Hizi ndio herufi za jari na hizi ndio sentensi zetu ambazo tumeweza kuziunda na kuzitengeneza katika viunganishi hivi vya jari katika somo letu la leo. Bina'ul jumlati, takwinul jumla, hurufu allati takhtassu bil asma, hurufu jari. 1 min jaa min dar salam. 2 إلى ذهب إلى القرية. 3 على جلس على المقعد. 4 في الرئيس في البرلمان. 5 عن أتحدث عن لغة العربية. 6 باء زينب أكلت بالملعقة. 7 lam albaytu li Muhammadin. Narudia kwa kusema kwamba wageni karibuni sana 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 tena sana, ili uweze kujifunza kwa urahisi namna ya kuzungumza lugha fasaha ya Kiarabu. Ukiwa na swali lolote ni huru kuuliza na mlango upo wazi wa kujibiwa, na vile vile tujaribu kualika na kushirikishana katika mambo ya kheri na katika mambo mazuri kama haya ya kujifunza lugha ya Kiarabu. Ahsantum.